ya kuweza kuzungumza kuhusu swala zima la bajeti. Kama mnavyojua, bajeti ya mwaka 2020-2021 ni bajeti ya mwisho ya uongozi wa Rais Magufuli toka achaguliwe Oktoba 2015. Pia bajeti hii ni ya mwisho ya utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo wa miaka mitano 2016-17 mpaka 2020-2021. Huu ni wakati mwafaka wa kutathmini kama bajeti ya miaka mitano imekuwa inatekeleza mpango wa maendeleo. Lakini jambo la kwanza, nampongeza Dr. Philip Mpango, waziri wa fedha na uchumi, kwa kuweza kuwasilisha kwenye bunge bajeti ya tano. Amekuwa waziri wa fedha wa Rais Magufuli katika kipindi chote cha uongozi wake. Wakati wa uongozi wa Rais Kikwete, Dr. Mpango alikuwa katibu wa tume ya mipango. Wizara ya fedha na tume ya mipango viliunganishwa chini ya wizara ikawa ni wizara ya fedha na uchumi. Kama unavyojua, kufanya kazi chini ya Rais Kikwete ni tofauti na kufanya kazi chini ya Rais Magufuli, hasa ukizingatia kwamba Rais Magufuli alieleza hadharani kwamba amekuta uozo mwingi. Haidhuru na yeye alikuwa ndani ya serikali ya Rais Kikwete. Nampongeza Dr. Mpango kwa kuweza kunyumbulika na kukwepa kutumbuliwa katika kipindi cha karibu miaka mitano. Kufanya kazi chini ya Rais Magufuli inahitaji moyo na uvumilivu wa hali ya juu. Kauli ya rais alipokuwa anamwapisha waziri mpya wa viwanda na biashara, alisema pamoja na mambo mengine, na ninanukuu, Profesa Kabudi na Mpango hawasemi tu, kama pumbavu kwenye simu wametukanwa sana, wamenizidi umri, pumbavu inakuja haraka haraka yenyewe. Hii kazi sio ya kubembelezana, ni lazima tuipeleke kijeshi. Mwisho wa kunukuu. Kauli hii inathibitisha uvumilivu wa Dr. Mpango. Mpango wa maendeleo wa miaka mitano ulisisitiza umuhimu wa utawala bora. Mpango huu uliochapishwa mwaka 2016 ulieleza katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, na kipindi hiki ndio kwa kipindi cha Rais Kikwete, kumekuwepo na ongezeko la uhuru wa kujieleza na kutoa maoni na kuimarika kwa maadili ya demokrasia nchini, na wananchi katika serikali na viongozi, na wananchi walitaka serikali na viongozi wawajibike. Pamoja na mpango wa pili kusisitiza demokrasia kama nyenzo ya uwajibikaji katika kutekeleza mpango wa pili wa miaka mitano, ujenzi wa demokrasia haukuwa kipaumbele cha Rais Magufuli. Katika hotuba yake ya kuzindua bunge la 11 tarehe 20 Novemba 2015, Rais Magufuli alijadili kero 22 za wananchi alizozibaini wakati wa kampeni. Hata hivyo, katika hotuba hiyo rais hakuzungumzia kabisa suala la kuimarisha demokrasia nchini Tanzania. Katika hotuba yake yote neno demokrasia halikutajwa kabisa. Taasisi inayofuatilia maendeleo ya demokrasia na uhuru duniani, Freedom House, kila mwaka inatoa taarifa ya hali ya uhuru na demokrasia duniani. Freedom House inatathmini haki za uhuru wa kisiasa na kijamii ulivyo katika kila nchi na kuzipa alama stahiki. Kwa kadri nchi inavyokaribia alama 100 ndiyo yenye haki na uhuru mkubwa wa kisiasa na kijamii. Katika taarifa yake ya mwaka 2019, Tanzania imepata alama 45 kati ya 100 ukilinganisha na alama 52 mwaka 2018, alama 58 mwaka 2017, alama 60 mwaka 2016, alama 63 mwaka 2015
na alama 64 mwaka 2014 na alama 66 mwaka 2013. Utafiti huu unaonesha hali ya uhuru wa demokrasia nchini Tanzania umekuwa unapungua mfululizo katika kipindi cha awamu ya 5. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais Jakaya Kikwete aliruhusu uhuru wa kisiasa, vyombo vya habari na maendeleo ya demokrasia kuliko ilivyo sasa. Waliomdhihaki na kumuita dhaifu sasa wanamkumbuka. Utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo. Wakati wa kuzindua mpango wa pili wa miaka 5, Waziri wa Fedha na Uchumi Dr. Mpango alieleza mpango wa sekta ya viwanda iweze kuajiri asilimia 40 ya nguvu kazi mwaka 2020. Mpango wa miaka 5 uliweka lengo la asilimia 5.4 ya ajira itokane na sekta ya viwanda ifikapo mwaka 2020. Ni wazi lengo la rais la asilimia 40 ya ajira ipatikane viwandani haliwezi kufikiwa ukizingatia sekta ya viwanda mwaka 2016 iliajiri asilimia 3.1 ya nguvu kazi. Katika dibaji ya mpango wa pili wa miaka 5, Dr. Mpango kaeleza kuwa tatizo kubwa la mipango ya nyuma ni utekelezaji hafifu wa mipango yetu. Ili kuhakikisha mpango unatekelezwa ipasavyo, kamati ya makatibu wakuu Interministerial Technical Committee ilipangiwa kukutana kila mwezi kufuatilia utekelezaji wa mpango. Baraza la mawaziri nalo lilitakiwa likutane kila robo mwaka kutathmini utekelezaji wa mpango huo. Katikati ya mpango kulitakiwa kuwe na tathmini huru ya utekelezaji wa mpango itakayofanywa na wataalamu nje ya serikali. Lakini ukitazama hotuba zote za bajeti katika kipindi hiki, unagundua kwamba kwa kweli utaratibu huu haukufuatwa na hamna taarifa ya utekelezaji wa mpango iliyofanywa na wataalamu huru na kuwekwa wazi. Kwa hiyo tatizo la utekelezaji limeendelea kuathiri mpango wa pili wa miaka 5. Mpango wa pili uliteua baadhi ya miradi na kuipa sifa ya miradi kielelezo, kwa Kiingereza flagship projects. Miradi hii ni ile mikubwa na ambayo matokeo yake yanatarajiwa kusukuma na kuwezesha ufanisi wa utekelezaji na uwekezaji wa miradi mingine. Miradi hii ilivyoainishwa katika kitabu cha mpango wa pili wa maendeleo ni mradi wa makaa ya mawe Mchuchuma, mradi wa chuma Liganga, maeneo maalum ya uwekezaji ikiwemo Bagamoyo na bandari yake, Mtwara na bandari yake, Mwanza na Kigoma, kituo cha biashara na huduma Kurasini, ujenzi wa reli ya kati na matawi yake kwa kiwango cha standard gauge, mji wa kilimo Mkulazi, ufufuaji wa shirika la taifa la ndege na kusomesha vijana wengi katika fani na ufundi stadi unaohitajika katika maeneo ya kipaumbele. Mpango mkubwa wa kufufua umeme Stiegler's Gorge hauko kwenye mpango wa pili. Sasa ukiutazama mpango wa pili wa miaka 5 hauna mpango huu wa kujengwa bwawa la kuzalisha umeme, lakini mpango ulianzishwa katikati ya mradi huu wa kufua umeme ulianzishwa katikati ya mpango. Miradi iliyokuwemo kwenye mpango wa kwanza haikutekelezwa na kuhamishiwa mpango wa pili na bado haijatekelezwa. Miradi hii ni kwa mfano ni pamoja na bandari ya Bagamoyo na vile vile eneo lake la uwekezaji na mradi wa chuma Liganga. Kwa hiyo kuna miradi ya mpango wa kwanza wa miaka 5 ambayo ilipewa kipaumbele ikahamishwa
itekelezwe kwenye mpango wa pili, lakini mpango wa pili tunaelekea mwisho, pia miradi hiyo haikutekelezwa. Katika utekelezaji wa mpango, bajeti ya maendeleo ilitarajiwa kuwa ya wastani wa shilingi trilioni 11.8 kila mwaka. Matumizi halisi yamekuwa ya wastani wa shilingi trilioni 8.3 katika miaka minne ambayo tayari imeshapita. Matumizi halisi ya bajeti ya maendeleo yamekuwa shilingi trilioni 8.3 ukilinganisha na shilingi trilioni 11.8 zilizopangwa ziwe sehemu ya utekelezaji wa mpango huo kwa upande wa serikali. Kwa hiyo fedha zilizokuwa zimetengwa kutekeleza mipango ya maendeleo zilizopatikana ni sawa na 70% ya zile zilizokadiriwa ziweze kupatikana wakati wa kutekeleza mpango huo. Malengo muhimu ya mpango wa pili hayajafikiwa na hayaelekei kufikiwa. Lengo la ukuaji wa pato la taifa wa uchumi katika miaka minne 2016 mpaka 2019 umekuwa wastani wa 6.9 kila mwaka. Sekta ya viwanda ilitarajiwe ifikie ukuaji wa 10.5 mwaka 2020, lakini sekta ya viwanda mwaka 2019 imekuwa kwa 5.7. Lengo la mpango ni sekta ya kilimo ikue kwa wastani wa 7.6 mwaka 2020, lakini kilimo kilikuwa kwa wastani wa 5.1 katika kipindi cha 2016 mpaka 2019. Hotuba ya Rais alipozindua Bunge ilieleza mwongozo mzuri wa viwanda vitakavyojengwa. Viwanda hivyo ni pamoja na vinavyotumia malighafi inayopatikana nchini, viwanda vinavyozalisha bidhaa zinazotumiwa na wananchi wengi, na viwanda vinavyoajiri watu wengi. Utafiti uliofanywa na Benki ya Dunia ukiongozwa na Profesa Justin Lin wa China, aliyekuwa makamu wa rais na mchumi mkuu wa Benki ya Dunia, umechambua viwanda ambavyo Tanzania inaweza kuwa na ushindani mzuri. Viwanda vilivyopendekezwa ni vya nguo na mavazi, viwanda vya viatu na bidhaa za ngozi, viwanda vya samani na bidhaa za mbao, viwanda vya kusindika mazao ya kilimo ikiwemo nafaka, maziwa, mafuta ya kula, matunda na mboga mboga. Viwanda vya saruji na vifaa vya ujenzi vina nafasi nzuri kwa sababu ya soko kubwa la ndani. Mpango wa pili ungejikita na kufanya uchambuzi wa kina wa mambo ambayo serikali itayaelekeza kuondoa vikwazo vinavyokwamisha maendeleo ya viwanda hivi. Miaka karibu 5 baada ya hotuba ya Rais Magufuli, uzalishaji wa nguo ambao ni eneo moja ambalo ungetegemea nchi kama Tanzania iweze kuwekeza katika viwanda vya nguo, na viwanda vya nguo ndio huwa hatua ya mwanzo sana katika kuendeleza sekta ya viwanda. Uzalishaji wa nguo umeporomoka toka mita za mraba 119 milioni mwaka 2014 na kufikia mita za mraba 45 milioni mwaka 2019, kwamba uzalishaji wa nguo mwaka 2019 ni chini ya nusu ya uzalishaji uliokuwa mwaka 2014, nao ulikuwa ni mdogo ukilinganisha na miaka ya nyuma wakati viwanda vilipokuwa vinafanya kazi. Kwa hiyo ikiwa tunashindwa kukuza sekta ya viwanda vya nguo, huu mkakati na lengo la kutengeneza au la kuifanya Tanzania iwe na viwanda itakuwa ni mtihani mkubwa, kwa sababu kwa kweli tunalima pamba, tunaweza kuongeza uzalishaji wa pamba.
teknolojia ya kutengeneza nguo inajulikana, kwamba kwa hivi sasa tunategemea kwamba tuweze kuwa na ushindani mkubwa katika kutengeneza nguo nchini, lakini sasa hata hizo zilizokuwa tunatengeneza nyuma inapungua idadi ya utengenezaji wa nguo katika nchi. Mpango uliweka lengo la kuzalisha umeme ufikie megawati 4915 mwaka 2000 ukilinganisha na uzalishaji wa megawati 1501 mwaka 2015. Mwaka 2019 uwezo wa kuzalisha umeme nchi nzima umeongezeka na kufikia megawati 1601, kwamba mpango uliweka lengo la kuzalisha megawati 4915 mwaka 2020. Pana makosa kwenye andiko, nimeweka mwaka 2020. Uzalishaji wa umeme 2019, uwezo wa uzalishaji wa umeme ni megawati 1601. Ni kwamba kati ya 2015 na 2019 kumeongezeka megawati 100 tu katika uzalishaji wa umeme ukilinganisha na mpango uliokuwa unatarajia kuongeza karibuni megawati 314. Kwa hiyo unajikuta kwamba utekelezaji wetu wa mpango bado unaacha katika uzalishaji wa umeme hata lengo la 5% la mpango halikufikiwa. Kwa hiyo pana lile tatizo ambalo Dr. Mpango alilieleza ama amelieleza kwenye dibaji ya kitabu cha mpango, kwamba tuna tatizo kubwa la kutekeleza yale ambayo tunaamua kuyatekeleza. Kwa ujumla, bajeti ya serikali haikuongozwa kwa lengo la kutekeleza mpango wa pili wa maendeleo. Hotuba za bajeti za wizara nyingi hazijikiti katika kueleza utekelezaji wa mpango wa maendeleo. Miradi mitatu ndiyo imepewa kipaumbele: ununuzi wa ndege, ujenzi wa reli kwa kiwango cha standard gauge na ufuaji wa umeme Stiegler's gauge. Usafiri wa ndege kimataifa una ushindani mkubwa. Hata kabla ya COVID-19 homa kali ya mapafu, makampuni ya ndege yamekuwa yanapata hasara. Kuimarisha usafiri wa ndege ndani ya nchi ni jambo jema. Sekta binafsi inaweza kushiriki kikamilifu katika eneo hili. Kushindana katika usafiri wa ndege kimataifa unahitaji mtaji mkubwa wa kununua ndege nyingi na kuwa na kitovu cha usafiri hub. Ukitazama kwa mfano Emirates wana ndege nyingi na Dubai wameifanya kuwa ndio hub. Kwa hiyo wanachukua wasafiri kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanakwenda mpaka Dubai. Kama wasafiri wanaokuja Tanzania, kuna wasafiri wanaweza kutoka Marekani, wanatoka Canada, wanatoka Uingereza, wanatoka Ujerumani, wanatoka India, wanatoka China, wanakwenda mpaka Dubai. Wakifika Dubai wanaingia kwenye ndege inakuja Dar es Salaam. Kwa hiyo ndege inakuwa imejaa sio kwa wasafiri wanaotokea Dubai, ni wasafiri wanaotokea sehemu zote za dunia. Wakifika Dubai wanapata ndege ya kuja Tanzania. Sasa ukiwa na ndege moja unatoka Dar es Salaam kwenda Bombay, hakuna wasafiri wanaotoka Tanzania peke yake watakaojaza ndege inayokwenda Bombay kama inaenda mara moja au mara mbili kila wiki.
inahitaji upate ukusanye wasafiri kutoka maeneo mbalimbali waje Dar es Salaam ndio waende maeneo mengine. Bila kuwa na habu hapa huwezi ukashindana katika usafiri wa ndege. Ethiopia wameweza hilo. Addis Ababa imekuwa ni kitovu, wanakusanya wasafiri kutoka Nigeria, kutoka Ghana, Ivory Coast, kutoka Tanzania, kutoka Botswana, kutoka Zambia, wanakwenda Addis Ababa. Wakifika Addis Ababa wanakwenda Dubai, wanakwenda Delhi, wanakwenda Beijing, wanakwenda Guangzhou. Kwa hiyo unajua kuta kwamba unakusanya wasafiri kutoka maeneo mbalimbali. Sio rahisi kuifanya Dar es Salaam au KIA kuwa kitovu cha usafiri wa ndege kama ilivyo Addis Ababa. Shirika la ndege la Kenya wamejaribu hivyo kuifanya Nairobi kuwa hub, lakini shirika la ndege la Kenya linapata hasara. Shirika la ndege la Rwanda linapata hasara. Shirika la ndege la Afrika ya Kusini linapata hasara. Kwa hiyo huu mradi wa kununua ndege, na tunanunua ndege kwa fedha taslimu, kwamba sina uhakika na kwa kweli na wasiwasi hata zile fedha tulizonunua ndege hizo itakuwa vigumu kweli kuzirejesha, kwa sababu Dar es Salaam haijawa hapo. Hata ukiwa na ndege 10, 11 kama usafiri wa ndani sawa sawa, lakini kwa kutegemea kwamba ufanye usafiri wa kimataifa na ushindane kimataifa, sio kazi nyepesi, na kuna maeneo labda mengi muhimu ya afya ya wananchi, elimu ya watoto, lishe bora kwa kina mama wajawazito, ambapo ukiwekeza kama serikali matunda yake ni makubwa zaidi kuliko ununuzi wa ndege. Na ndugu zangu, hivi sasa tatizo letu sio kwamba watalii hawana namna ya kufika Dar es Salaam ama kufika Kilimanjaro mpaka tununue ndege sisi tuweze kuwaleta watalii. Namna ya kufika Dar es Salaam na Arusha, kuna ndege nyingi zinakuja huko. Na hivi sasa katika ushindani wa usafiri, safari za ndege, unajikuta kwamba makampuni ya Ulaya yanashindwa ushindani huu. Shirika la ndege la Uingereza, British Airways, ilikuwa inakuja Dar es Salaam, hivi sasa haliji kwa sababu ya ushindani wa ndege hizi za Arabuni na ndege za Uturuki. Shirika la ndege la Ufaransa haliji hapa. Nadhani ndege za Ulaya zinazokuja hapa ni KLM na Swiss nadhani. Mimi mara ya kwanza kwenda Marekani, wengi mlikuwa mjazaliwa hapa, nimeenda Marekani mara ya kwanza mwaka gani? 1977 nadhani. Ndege nilopanda kutoka Dar es Salaam ilikuwa Pan Am. Imeshafilisika, Pan Am haipo tena. Zamani palikuwa na ndege ya kutoka Marekani inakuja mpaka Dar es Salaam. Unapanda unapanda ile ndege, unatoka hapa, nadhani ilikuwa inapita Nairobi, mnaenda Lagos, mnaenda Monrovia, kutoka Monrovia mnaenda New York. Kwa hiyo unapanda ndege hiyo moja kutoka Dar es Salaam mpaka unafika New York. Lakini ushindani wa ndege ulivyo, mashirika makampuni ya ndege Marekani hayaji kwenye nchi za Kiafrika, hayawezi kushindana. Kwa hiyo swala la uwekezaji kwenye ndege lilikuwa linahitaji uchambuzi wa kina, kwamba kurejesha zile gharama na kupata faida haitakuwa rahisi. COVID-19 na mabadiliko ya teknolojia ya tehema inayowezesha mikutano kufanyika kwa njia ya mtandao inaweza ikapunguza sana abiria wanaosafiri kwa ndege hata baada ya maradhi haya kutoweka.
Mashirika mengi ya ndege yana wakati mgumu hivi sasa, yanafilisika. Bila msaada wa serikali yatafilisika. Huu si wakati mzuri kuwekeza kununua ndege na ukategemea kurudisha gharama ya ununuzi na kupata faida. Lakini bajeti inashangilia taratibu za kuendelea kununua ndege kutoka nje, wakati kwa kweli hali halisi ilivyo, biashara ya usafiri wa ndege imo katika wakati mgumu. Mradi wa kujenga reli ya standard gauge ni uwekezaji wa gharama kubwa. Kiuchumi, ukarabati wa reli iliyopo na kuifanya ijiendeshe kwa ufanisi ungetangulia ujenzi wa reli mpya. Ujenzi wa reli ya SGR unahitaji uhakika wa fedha za kugharamia, na hizi treni zinazoenda kwa mwendo wa kasi, uwekezaji wake ulianza sana Japan, na sababu ya kuwekeza kwenye treni zinazoenda kwa mwendo wa kasi ilikuwa kupunguza muda wa usafiri wa abiria. Haikuwa lengo lake kupunguza muda wa usafiri wa mizigo, ilikuwa kupunguza muda wa usafiri wa abiria. Kwa hiyo reli ya kwanza ya mwendo wa kasi ilikuwa ni kati ya Osaka na Tokyo. Osaka ni mji mkubwa, una mamilioni ya watu, zaidi ya karibu ni milioni 8, milioni 10, na Tokyo zaidi ya milioni 10. Kwa hiyo usafiri kati ya Tokyo na Osaka kwamba watu wanaenda kufanya biashara, wanaenda kufanya kazi, wanajaa kwenye treni inayoenda mwendo wa kasi. Sasa sisi hapa kweli tunaweza kusema kwamba pana wasafiri wengi na hivi na nini na mizigo, lakini kwanza tungejikita kwamba hii reli tulionayo hii tumikarabati, inafanya kazi vizuri, inachukua abiria na mizigo, halafu tunajipanga kuwekeza kwenye reli hii ya standard gauge. Mradi wa kufua umeme Mto Rufiji pia ni mkubwa, umeanza kutekelezwa bila kuwa na uhakika wa fedha ya kulipia. Mpango kabambe wa TANESCO ambao umetolewa mwaka 2016 ulioboreshwa, umetolewa mwaka 2016, haukuupa kipaumbele ufuaji wa umeme Stigler's Gorge. Miradi iliyotazamiwa kukamilika mwaka 2019, miradi ya kufua umeme wa maji, ilikuwa ni Rusumo unaotarajiwa kuzalisha megawati 27. Rusumo iko mpakani mwa Rwanda na Tanzania, na kuendeleza mradi wa Kihansi, Lower Kihansi Extension, ambao ulitarajiwa kuwa unazalisha megawati 100. Mradi wa Stigler's Gorge kwenye master plan ya TANESCO ulipangiwa labda uanze kutekelezwa mwaka 2040 2045. Nadhani bwana mkubwa alipoona hivyo akasema hao wanataka kutuchezea hao, kwamba hapa tokea baba wa taifa alianza kulizungumzia swala la Stigler's Gorge, halafu master plan ya TANESCO imeiweka 2040 2045. Sababu ya wataalamu kuweka utekelezaji wa mradi, wataalamu wa TANESCO kuweka utekelezaji wa mradi mkubwa wa Stigler's Gorge miaka ya mbali ni makadirio ya mahitaji ya umeme Tanzania. TANESCO ilikadiria kuwa mahitaji ya juu ya umeme mwaka 2020 ni megawati 2260, ambao ni chini ya nusu ya lengo la mpango wa pili wa kuzalisha megawati 4915. Kwa hiyo makadirio ya TANESCO ya mahitaji ya umeme mwaka wa 2020
yalikuwa megawati 2260. Kwa hiyo wao walitegemea kwamba ukiweka hii miradi ya kufua umeme kwa kutumia gesi kama vile mradi wa kufua umeme Mtwara megawati 600, Kinyerezi 2, Kinyerezi 3, kwamba miradi hii ingeweza kukidhi mahitaji ya umeme na haihitaji fedha nyingi, kwa hiyo itekelezwe mwanzoni. Utaratibu mzuri ungezingatia kutekeleza miradi midogo na ya kati kama vile kufua umeme megawati 600 Mtwara kwa kutumia gesi, wakati serikali inajipanga kutekeleza mradi mkubwa wa Stiegler's Gorge. Fedha za uhakika za mradi hazipo, bali zinategemea kutengewa katika bajeti ya kila mwaka. Sasa ukitazama bajeti ya maendeleo, kimsingi bajeti ya maendeleo inategemea mikopo ya ndani na ya nje. Mapato ya serikali ambayo zaidi yanatokana na kodi, lakini pia mapato yasiokuwa ya kodi na mapato ya halmashauri. Kwa mfano mwaka 2015-16 mapato ya ndani na halmashauri, ukitazama ile budget speech ukurasa wa 154 ukayafanyia uchambuzi, mapato ya ndani na halmashauri ni shilingi trilioni 14. Matumizi ya kawaida pamoja na kulipia madeni ni shilingi trilioni 18.2. Kwa hiyo unajikuta kwamba tayari katika bajeti ya kawaida, recurrent budget ya kawaida, unakuwa unatazama mapato yako na matumizi ya kawaida ambayo kila mwaka unabidi uyatumie na kulipa madeni, tayari una nakisi hapo ya trilioni 4. Kwa hiyo ile bajeti ya kawaida haina salio au ziada ya kuweza kupeleka kwenye bajeti ya maendeleo. Mwaka 2016-17 paliongezeka ukusanyaji wa mapato yakawa shilingi trilioni 16.6, lakini matumizi ya kawaida pamoja na madeni yalikuwa shilingi trilioni 18.1. Hakuna akiba ziada inayobakia ya kupeleka kwenye bajeti ya maendeleo. Hivyo hivyo 2017-18 mapato ya ndani trilioni 17.9, matumizi ya kawaida na kulipa madeni trilioni 19, hakuna ziada. 2018-19 hakuna ziada. 2019-20 bado hatujapata takwimu sahihi, lakini kwenye budget speech wanasema matarajio ni kwamba panaweza kuwa na ziada ya shilingi bilioni 300, lakini kwa kawaida takwimu halisi zikishapatikana, na hapo pia utakuta hakuna ziada. Kwenye bajeti ya mwaka huu 2020-2021 bajeti mapato yanayotarajiwa kuwa ni trilioni 24, matumizi ya kawaida pamoja na kulipia madeni trilioni 22. Kwa hiyo panabakia na trilioni 2 ndio za kupeleka kwenye bajeti ya maendeleo. Lakini haya ni bajeti. Moja ya tatizo letu kubwa, bajeti na uhalisia ni vitu viwili tofauti. Utaratibu mzuri ni kuhakikisha miradi mikubwa inafanyiwa uchambuzi yakinifu na ya kina na kupata fedha za uhakika wa kutekeleza miradi. Kwa sasa nchi ambayo iko tayari kutekeleza miradi mikubwa na kuigharamia ni Jamhuri ya Watu wa China. Serikali ya China sio malaika, na wao wana malengo yao. Hata hivyo, Tanzania ina fursa ya kutumia uhusiano wa kihistoria
na diplomasia kuweza kupata masharti nafuu katika kuliko nchi nyingine. Nimekuja na vitabu hapa lakini nimeviacha ofisini. Mwalimu Nyerere, maandishi ya Mwalimu Nyerere yako katika volume ngapi? Hamna watu wanaosoma Mwalimu Nyerere hapa. Mwalimu Nyerere, hotuba zake na maandiko yake yako kwenye volume 4. Volume kwa Kiswahili sahihi utahitaji vitabu vinne, vile vitabu vikubwa vinne. Wachina wametafsiri volume 4 zote hizo kwa heshima ya Mwalimu Nyerere. Vimetafsiriwa Kichina. Wachina wanasoma maandishi ya Mwalimu Nyerere. Hapa sisi hatuna habari hata kwamba kuna volume ngapi ambazo maandishi ya Mwalimu Nyerere yamekusanywa. Wachina wanasoma. Nilikuja na volume za Kichina, nilipewa kama kumbukumbu, ajuru siwezi kusoma Kichina. Nilikuwa nizionyeshe hapa lakini sasa nimeziacha ofisini hapa. Kwa nini nasema hivyo? Pana uhusiano maalum kati ya Tanzania na Uchina. Rais Xi Jinping alipoingia madarakani, nchi ya kwanza kuitembelea ilikuwa Urusi. Nchi ya pili alikuja Tanzania. Na sisi hatuuzi mafuta, hatuuzi vitu vingi Uchina. Lakini nchi ya pili aliyokuja ni Tanzania kwa sababu ya historia ya Mwalimu Nyerere na mahusiano mazuri na Jamhuri ya Watu wa China. Dr. Salim Ahmed Salim alikuwa balozi wetu wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa. Mwaka 1971-72 alikuwa mwenyekiti wa Baraza la Umoja wa Mataifa. Alisimama kidete kuhakikisha kwamba China inapata kiti chake cha Umoja wa Mataifa badala ya Taiwan. Wakati huo balozi wa Marekani Uchina alikuwa nani? Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa alikuwa rais wa Marekani, ambaye rais wa baba yake na Bush, George Herbert Bush, ndio alikuwa balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Na Marekani ilikuwa inaitambua Taiwan kuwa ndio inayowakilisha Uchina mpaka leo. Nadhani nani amepewa uraia wa heshima Uchina, Dr. Salim Ahmed Salim, kwa mchango wake kuhakikisha. Kwa hiyo Wachina, na hasa Wachina wenye umri kama wa kwangu, wanaguswa sana na mahusiano ya Tanzania na Uchina na historia hiyo. Lakini kwa bahati mbaya, kwa kweli, serikali ya awamu ya 5 haijatumia fursa hii kuweza kujenga mahusiano na kuweza kuingia katika majadiliano na kuchukua hii historia kuweza kupata masharti nafuu na kupata fedha za kuweza kutekeleza miradi mikubwa. Sasa hii miradi mikubwa inatekelezwa kwa bajeti hizi za serikali. Na kama nilivyoeleza hapa, bajeti ya serikali, yale mapato, hata tukisema tuna fedha, tumekusanya kodi na hivi, kodi tunayokusanya haikidhi matumizi ya kawaida na ulipaji wa madeni. Kwa hiyo kimsingi bajeti ya maendeleo inagharamiwa na mikopo ya ndani na nje ya nchi na misaada. Sasa katika hali hii unaweza kujikuta kwamba wakati mwingine fedha haipo, mnazuia matumizi mengine ili uweze kupata fedha za kupeleka kwenye mradi wa kujenga reli.
upate fedha wa kupeleka kwenye mradi wa kufua umeme. Tatizo la muda mrefu la bajeti ya Tanzania ni kuwa makadirio ni makubwa na kuliko utekelezaji. Bajeti ya maendeleo haitekelezwi kama ilivyopangwa. Ukitazama katika miaka hii ya miaka minne iliyopita, bajeti ya maendeleo mwaka 2015-16 ilitekelezwa kwa asilimia 73 ya bajeti iliyopangwa. Mwaka 2016-17 ilitekelezwa kwa asilimia 61 kwa bajeti iliyopangwa. Mwaka 2017-18 ilitekelezwa kwa asilimia 63 ukilinganisha na bajeti iliyopangwa. Mwaka 2018-19 ilitekelezwa kwa asilimia 70 ukilinganishwa na bajeti iliyopangwa. Kwa hiyo yale maeneo ambayo tumekuwa tunayazungumza kila wakati, tatizo la nidhamu ndani ya bajeti, kwamba tupange bajeti inayotekelezeka. Wizara, idara na mashirika ya serikali hayana uhakika zilizoidhinishwa na Bunge. Ukienda katika utekelezaji, ukizungumza na watu katika mawizara na ukichambua sasa vitabu vya bajeti, unakuta kwamba fedha inayoidhinishwa na Bunge sio yote inayokwenda kwenye wizara, idara na mashirika ya serikali, na mara nyingi idara nyingi, wizara nyingi zinapata fedha kidogo kuliko fedha iliyoidhinishwa na serikali. Na vile vile katika haya matatizo ya bajeti kuwa mambo mipanga mengi, fedha kidogo, kumekuwa na malimbikizo ya madeni ambayo hayajalipwa, na jambo hilo limekuwa la kawaida. Hata katika bajeti hii kuna fedha imetengwa ya kulipia madeni, lakini kila mwaka kuna fedha imetengwa ya kulipia madeni. Unapolimbikiza madeni, maana yake nini? Kuna makampuni yametoa huduma serikalini, yamepeleka bidhaa, hayajalipwa, na kwa kuwa hayajalipwa, shughuli zao pia zinakuwa zina matatizo. Kuna wafanyakazi wanaidai serikali hawajalipwa. Kila mwaka malimbikizo haya hayajamalizwa. Hoja inatumiwa kwamba tunahakiki madeni, lakini ukweli ni kwamba fedha iliyopo ndani ya serikali inakuwa ni ndogo na uwezo wa kuyalipa madeni hayo yanazidi kuahirishwa, na huu sio utaratibu mzuri wa kuweza kuendeleza wa kutekeleza bajeti. Matumizi ya serikali hayatoi kipaumbele stahiki kwenye sekta ya kilimo. Kitabu cha hali ya uchumi wa taifa kinaonyesha sekta ya kilimo ilitengewa 1.1% ya bajeti ya mwaka 2018-19 na 1.2% ya bajeti yote ya mwaka 2019-20. Watu wengi ukiwaeleza kwamba jamani, tunatenga fedha kidogo sana kwenye sekta ya kilimo, hawaamini. Hata wengine ukiwaeleza ni 1.1% ndio iliyotengwa kwenye bajeti, hawatakubali. Lakini tazameni vitabu vya bajeti, tazameni kitabu cha hali ya uchumi wa taifa. Nchi za SADC zilikubaliana mwaka 2013 alau tutenge 10% ya bajeti ya serikali iende kwenye sekta ya kilimo, lakini tunatenga 1.1%, 1.2%. Vile vile sekta ya afya haitengewi bajeti ya kutosha. Shirika la Afya Duniani limeshauri nchi zinazoendelea zitenge alau 15% ya bajeti yake kwenye sekta ya afya. Sisi katika mwaka wa 2018-19 tulitenga 5.6% ya bajeti iende kwenye sekta ya afya, na 2019-20 imetengwa 5.2% iende katika sekta ya afya. Ili kutumia fedha za kutosha katika sekta muhimu, ikiwa ni pamoja na huduma za kilimo, utafiti, afya na elimu, serikali inapaswa kuachia sekta binafsi, zile sekta za kibiashara, masuala ya kibiashara yafanywe
sekta binafsi au na mashirika yanayojiendesha kibiashara. Serikali ijikite kwenye miundombinu na huduma muhimu za elimu, afya, lishe bora kwa watoto, ili tuhakikishe kwamba tunakuwa na nguvu kazi ambayo ina uwezo mkubwa na wa kufanya kazi. Swala la COVID-19 na bajeti. Waziri ameeleza athari za COVID-19 kwa uchumi wa Tanzania unatokana zaidi na kudorora kwa uchumi wa dunia na kuathiri Tanzania katika sekta ya utalii na kupungua kwa mazao ya biashara kama vile pamba, kahawa na korosho. Kwa kuwa Tanzania haikuzuia wananchi wasitoke nje, bali wakae wasitoke nje na kukaa majumbani, yani hatukuwa na lockdown, shughuli nyingi za kiuchumi ziliendelea kama kawaida. Kimsingi, uamuzi wa kutotekeleza lockdown ni sahihi, hasa ukizingatia wananchi wengi wanategemea kipato cha kila siku katika sekta isiyo rasmi ili wamudu maisha yao. Siku za mwanzo Kenya walipoanzisha hii lockdown, watu wengi waliuawa kwa kuwazuia wasitoke nje kuliko waliokufa kwa maradhi yenyewe ya COVID-19. Kwa hiyo kimsingi, katika mazingira tulionayo, serikali ilifanya maamuzi sahihi kwamba kwa Tanzania kwa hali halisi lockdown itakuwa na athari kubwa. Hatua za kibajeti zilizochukuliwa na serikali ni kidogo sana. Serikali ilitoa jumla ya shilingi bilioni 19.5 hadi mwezi Mei 2020. Bilioni 19.5 ni chini ya dola milioni 8, chini ya dola milioni 9 katika shughuli hii ya kupambana na COVID-19. Kati ya hizo shilingi milioni 500 zilikuwa zitumike katika sherehe ya Muungano, zilielekezwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na shilingi bilioni 14.3 ni fedha zilizotokana na Global Fund ambazo awali zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya mradi wa malaria, kifua kikuu na ukimwi. Kwa hiyo senti hasa ambayo ilitolewa na serikali kwenda kushughulikia maradhi ya COVID-19 ilikuwa ni kidogo sana. Maamuzi ya kutokuwa na lockdown, kuwafungia watu wasitoke, ni maamuzi sahihi na yanaonyeshwa kuwa ni sahihi na utafiti uliofanywa na CDC Africa, ili shirika la kuzuia maradhi. Utafiti huo umeonyesha idadi ya Watanzania ambao wanaotarajiwa kufariki katika mwaka mmoja ikiwa hakuna tahadhari yoyote itakayochukuliwa ni watu 6,180. Utafiti wa awali ulikuwa unazungumzia kwamba labda watu zaidi ya 100,000 au mamilioni ya Waafrika watafariki, lakini utafiti huu wa CDC ambao umezingatia mazingira halisi ya Afrika unasema kwamba ikiwa hamtachukua tahadhari yeyote, wao wanakadiria watu 6,180 wangeweza kufariki. Sasa katika kila mwaka watu wangapi Tanzania wanafariki wanaoenda mbele ya haki? Hata kabla ya COVID-19 kila mwaka ni watu kama 450,000 wanafariki. Sasa ukiongeza hao 6,000, maana ndio inakuja ile logic ile, je, ufunge kila kitu uzuie hawa watu 6,000, lakini ukifunga kila kitu wengine wanaweza wakafa kwa njaa kwa sababu watakuwa hawana shughuli na hawana chakula. Kwa hiyo kwa mantiki hii, hata ukitazama huu utafiti unaona kweli kwa kweli kwa nchi nyingi za Kiafrika palikuwa hamna sababu ya kuzuia kabisa watu wasitoke nje. Kwa hiyo maamuzi ya serikali katika hili
yalikuwa na mantiki. Tarehe 13 Machi, Rais Magufuli alizungumza na umma wa Tanzania alipokuwa akizindua karakana kuu ya Jeshi la Wananchi Tanzania jijini Dar es Salaam. Akizungumzia swala la korona, rais alinukuliwa akisema, na ninanukuu maneno ya rais: ugonjwa upo na umekumba nchi nyingi. Kwa takwimu zilizopo ni kwamba zaidi ya watu 100,000 wameambukizwa na watu 4,500 wamepoteza maisha. Wakati huo ilikuwa Machi 13. Tunatambua kuwa Tanzania mpaka sasa hatuna mgonjwa wa korona, lakini hatuwezi kujiweka pembeni bila kuchukua hatua, na hatua zimeanza kuchukuliwa. Waziri wa Wizara ya Afya ameshatoa tahadhari tunazopaswa kuchukua. Ugonjwa huu unaua na unaua kwa haraka sana, na waomba tusipuuze hata kidogo. Ni lazima kuchukua hatua za kujikinga na tatizo hilo. Mwisho wa kunukuu. Nadhani huu ulikuwa ni mwongozo sahihi wakati ule, lakini hapa katikati bwana mkubwa kidogo alibadilisha gia, lakini huu ulikuwa mwongozo sahihi. Uamuzi wa kukataa lockdown ni sahihi, lakini hauna maana tuache kupima ugonjwa na tuache kuendelea kushirikiana na Shirika la Afya Duniani. Sweden wamechukua tahadhari bila lockdown, lakini wanaendelea kuwapima watu na kujua maradhi yako kiasi gani. Tovuti la Shirika la Afya la Dunia WHO linaonyesha idadi ya maambukizi ya korona hayajabadilika katika Tanzania, hayajabadilika tangu tarehe 8 Mei mpaka hivi sasa. Maambukizi ya korona ni 509 na watu waliokufa kwa sababu ya korona ni 21. Rais Magufuli alikuwa na wasiwasi wa vipimo vya korona, hasa baada ya makachero kupeleka swabu za mapapai, mbuzi na kwale waliopewa majibu kuwa na wao wana korona. Lakini sasa wakaacha kabisa tena swala la kupima. Kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC na WHO wameeleza kwamba vifaa vya kupimia virusi vya korona nchini Tanzania havina shida yoyote. Kituo hicho cha Africa CDC pamoja na wakfu wa Jack Ma, utajiri wa Kichina, shirika la msaada la bilionea wa China, ndio waliosambaza vifaa hivyo. Tovuti ya Africa CDC inaonyesha kuwa mpaka tarehe 21 Mei Tanzania imepima vipimo vya korona 652 tu na kubaini wagonjwa 509, wakati Kenya wakati huo ilikuwa imepima vipimo 52,507 na kubaini maambukizi 11,109. Uganda ilikuwa imepima vipimo 77,072 na kubaini maambukizi 274, na Rwanda walikuwa wamepima vipimo 53,317 na kubaini maambukizi 314. Kwa hiyo Tanzania, ukitazama kwenye hizi takwimu za kimataifa, inaonesha sisi hatupimi, lakini tunasema kwamba ugonjwa umepungua. Sasa kama hatupimi, tutajuaje ugonjwa umepungua? Unaweza ukawa na malaria ukanywa mwarobaini ukapata nafuu, lakini kujua kwamba malaria imekwisha inabidi upime. Tumechukua hatua nzuri kabisa kwamba lockdown hapana, sawa, na hatuna sababu ya lockdown ukizingatia hali halisi ya Tanzania. Waziri kaeleza serikali imefunga maabara mpya yenye mashine 5 zenye uwezo wa kupima sampuli 1,800 kwa siku. Ni vyema tukajiunga na jumuiya ya kimataifa kupima COVID-19 na kutoa taarifa ya vipimo hivyo. Kutangaza ugonjwa wa korona umepungua sana bila kupima na kutoa taarifa ya vipimo hivyo inatufanya tuonekane hatuamini sayansi na teknolojia ya kisasa.
tutumie dawa za asili. Hata mimi nienda Pemba huko, baada ya kuzunguka nikatafuta mkaratusi, mpera, mchaichai, nikaweka maji ya moto nikajifukiza. Lakini haina maana kwamba usipime. Natoa wito kwa serikali. Kuna mambo mengine kwa kweli sisi tuna sababu nzuri zaidi za kuweza kuwaeleza wengine, jamani, huu ugonjwa huu tunamdhibiti katika hali hii, na hatukufunga watu hawakuwa katika lockdown. Lakini tupime, tujue wangapi wameambukizwa. Kujua wangapi wameambukizwa haina maana kwamba sasa ndio tuingie kwenye lockdown. Hata wakiwa wengi, Urusi wanapima hivi sasa. Urusi walioambukizwa virusi vya corona ni zaidi ya 500,000, zaidi ya nusu milioni watu walioambukizwa. Lakini Urusi vifo vyao, pamoja na kwamba wameambukizwa zaidi ya watu 500,000, vifo vyao ni chini ya watu 8,000. Hamna vifo vingi ukilinganisha na Uingereza, ukilinganisha na Spain. Kwa hiyo hatuna sababu ya kukataa kupima, na kwa kweli hatuwatendei haki wanasayansi wetu ambao wanahitaji kufanya utafiti waweze kujua swala hili likoje. Maamuzi muhimu, serikali imefanya maamuzi muhimu ya kimkakati ambayo mazuri ya kutoshiriki kwenye lockdown, ya kutowafungia watu wasitoke. Lakini baada ya kufanya hivyo haina maana sasa tusijue hali halisi ikoje na ugonjwa huu ukoje nchini. Na hauwezi ukaona ulize tu hospitali wamekuja wagonjwa wangapi ukatumia hiyo ndio kigezo cha kusema ugonjwa umekwisha. Kigezo cha kujua ugonjwa ukoje ni kupima. Na hivi sasa tuna vipimo vya kutosha. Tulipewa vipimo, Jack Ma alitoa vipimo kama 20,000. Sijui CDC Afrika imetoa vipimo vingapi. Inawezekana kabisa hata Dar es Salaam hapa ukafanya sampuli ya bila utaratibu maalum, random sample. Random sample utahitaji kwa Kiswahili? Sampuli, random sample, yani unachukua bila utaratibu maalum, na madaktari wanajua sana mambo haya ya sampuli. Ukachukua watu 5,000 mpaka 10,000 kwa Dar es Salaam hapa, unaweza ukajua kwa kupitia watu 5,000 10,000 kuwapima, ukajua hali halisi ya maradhi haya ya corona. Na tukumbuke haya maradhi ya corona, kwenye kila watu 100 wanaopata corona, 81 wengine hata hawatajua kama wameugua. Wakati mwingine una corona wala hujui kama umeugua. Wengine wenda tumeshaipata na tumeshakuwa tuna kinga. Lakini watu wakipima watajua hali halisi. Sasa katika karne ya 21 huwezi ukakataa kupima, na serikali inasema ina uwezo kila siku kuweza kupima watu 1,800. Siku 3 unaweza kupata sampuli, random sample ya watu 5,000 Dar es Salaam, ukajua hali halisi ya maradhi haya. Kwa hiyo tunatoa tu wito kwa serikali kwamba wamefanya maamuzi mazuri, tunawapongeza kwa kuamua kwamba wasiwafungie watu majumbani. Lockdown ingekuwa na athari kubwa. Tumefanya maamuzi hayo, lakini baada ya maamuzi hayo tusiseme kwamba basi hatupimi. Tuendelee kushirikiana na jumuiya ya kimataifa, shirika la afya la ulimwengu, tusije tukaonekana watu wa ajabu. Naona ili swala la mapapai na mbuzi na kwale, nilikuwa nasikiliza mtu alinitumia klipu ya Kihindi. Unajua anasema nini? Anasema papaya. Unajua la kumbe hapa wanasema papai nayo limepatikana na corona. Mazingira ya kufanya biashara, bado mazingira yetu ya kufanya biashara ni mabovu. Waziri wa Fedha alisema sasa nchi yetu ni ya 141 katika taratibu za kufanya biashara.
ukilinganisha na mwaka jana ilikuwa ya 144, lakini bado sisi tuko chini. Kenya wenzetu ni katika mazingira ya kufanya biashara kati ya nchi 190, Kenya ni ya 38 kwa mazingira mazuri ya kufanya biashara Kenya ni ya 56 kwa mazingira mazuri ya kufanya biashara, na Rwanda ni ya 38 hivi sasa. Inatubidi na sisi tuweze kuboresha mazingira yetu ya kufanya biashara, na vile vile tuweze kuboresha ushirikiano wa kimataifa. Ushirikiano wetu na taasisi na nchi washirika katika maendeleo kiasi umedorora. Mpaka hivi sasa Tanzania haijapata msaada toka Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa kukabiliana na janga la corona. Waziri ameeleza kwamba tumepata msamaha kidogo wa madeni, wa kulipia madeni, lakini msaada wa kushughulikia ugonjwa wa corona mpaka hivi sasa Tanzania haijapata. Kenya wamepata msaada kutoka Benki ya Dunia, Rwanda wamepata msaada kutoka Benki ya Dunia, Kenya wamepata mkopo wenye masharti nafuu kutoka IMF, Rwanda wamepata, Uganda wamepata, na nchi nyingi tu za Kiafrika, lakini Tanzania bado hatujapata. Na Tanzania tuna haki ya kupata alau dola bilioni 272, dola milioni 272 kutoka IMF, msaada wa masharti nafuu kushughulikia na athari za corona. Hii ni zaidi ya shilingi bilioni 600, jambo ambalo tunaweza tukalipata ikiwa tutakuwa na mahusiano mazuri na Shirika la Fedha la Kimataifa. Na mkopo huu ni haki ya nchi na hauna riba, na utaulipa baada ya miaka 5 mpaka 10. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kikakusaidia katika sekta ya afya, na vile vile katika kuweza kulinda fedha zetu za kigeni, tuwe na fedha za kigeni za kutosha. Siku za nyuma toka wakati wa Rais Mkapa na iliendelea mpaka wakati wa Rais Kikwete, kulikuwa na mkutano kila mwaka na wahisani au wanaitwa development partners au washiriki katika maendeleo. Mkutano kila mwaka, serikali inaeleza sera zake, mnazichambua kwa hiyo watu mnaoshirikiana katika maendeleo wanajua tu kwamba serikali inatekeleza sera za namna gani. Kama wana hoja, wanazitoa hoja zao, mnatoa majibu, mipango yenu inakuwa iko katika hali ya kuwa inaeleweka. Lakini katika kipindi hiki cha awamu ya 5 mikutano hiyo imekuwa haifanyiki. Sasa ni vizuri kurejesha ule utaratibu wa kuwa na ile mikutano ya kila mwaka na Development Partners Group, ili watu waelewe utaratibu wa shughuli zetu. Wakati wa kipindi cha nyuma pia Tanzania ilikuwa na mjadala na Shirika la Fedha la Kimataifa, hata kama haikopi toka IMF, lakini ilikuwa na makubaliano ya kuweza kuzungumza sera zake, na makubaliano haya yalikuwa yanatumiwa na wawekezaji kutazama kama hali ya uchumi wa Tanzania ukoje na unaendeshwaje, na hasa mazingira haya ya kibiashara. Hakuna sababu ya kuacha taratibu hizi, na taratibu hizi katika kipindi hiki zimekuwa zimeachwa. Sasa kwa kuzingatia hali hii, sisi kama chama cha CUF tumeandaa jopo letu la wataalamu wanaopitia sera za furaha na haki sawa kwa wote, ambazo pamoja na mambo mengine imejikita katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu ambayo kimsingi yanaunga mkono itikadi ya utajirisho na sera za haki sawa na furaha kwa wananchi wote. Bajeti za CUF ikiingia madarakani itajikita katika kuwekeza kwenye kujenga rasilimali watu kwa kuhakikisha mama wajawazito na watoto wote wanapata lishe bora, elimu bora ikiwa ni pamoja na uwezo wa kutumia kompyuta kwa watoto wote,
huduma za afya za msingi itakuwa ni haki ya kila mwananchi. Kuleta mapinduzi ya kilimo yatakayoongeza ajira na ukuaji wa viwanda. Bila kuwekeza kwenye kilimo na kuongeza uzalishaji wa kilimo, ni vigumu sana kuweza nchi kama Tanzania kuweza kuwa na maendeleo endelevu ya sekta ya viwanda na kuongeza ajira. Kushirikiana na jumuiya ya kimataifa ni muhimu katika kufanikisha malengo ya kutokomeza umaskini katika nyanja zote ifikapo mwaka 2030. Na serikali ya kafu kwanza, chama cha kafu kinalenga kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa katika kipindi hiki baada ya uchaguzi mkuu, lakini pia kuweza kuenzi yale mazuri ambayo serikali ya awamu ya 5 imeweza kuyafanikisha na kuweza kurekebisha yale ambayo yana matatizo, na kuwa na mipango na bajeti ambayo inatekelezeka na mpango wa maendeleo ambao unatekelezeka. Kwa hiyo haya ndiyo machache ambayo nilitaka kuyazungumza, na nimejikita zaidi katika utekelezaji wa bajeti kama kiungo cha utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya miaka 5. Na washukuru, asanteni. Za kimichezo, burudani, habari za kisiasa, zote zinapatikana ndani na Sterling wetu ndani kaboma. Sterling wetu wa Icon TV, Sterling wetu ndani kaboma, na Sterling wetu wa Icon TV, wote tufate Icon TV. Asema wote tufate Icon TV, wote tufate Icon, Icon TV. Na namwombea dua Dani na timu mzima ya Icon TV. Mwenyezi Mungu aoneshe njia, aoneshe fursa, wapate vifaa bora, Dani aweze kuwa na watendaji zaidi, Icon TV iwe brandi kubwa, isambae nchi nzima, iwe chombo kikubwa, na sisi tutashirikisha zaidi